Hello, habari mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, habari za muda huu, unaendeleaje? Mimi si jambo, namshukuru Mungu sana. Kwa majina naitwa Dr. Mary, mimi ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili na mambo yote ya kimila pamoja na matambiko. Karibu sana katika hii video. Kama wewe unaitazama kwa mara ya kwanza, na kuomba usubscribe, share kwa wengine nao wakajifunze elimu hii nzuri ambayo naenda kukufundisha sasa hivi, inayohusiana na kanuni na miiko ya ufagio. Mpendwa mtazamaji, jambo la muhimu kuzingatia katika matumizi ya ufagio. Tunafagia katika nyumba zetu na kufanyia usafi. Ni kifaa kizuri sana, lakini kifaa hiki cha kufanyia usafi, mfagio, una mambo mengi sana. Iwe mfagio wa kisasa ambao umetengenezwa kiwandani, iwe mfagio wa asili, yote ni mifagio na yote ina nguvu kiroho na yote inafanya kazi, kwa sababu inatusaidia kusafisha nyumba zetu na mazingira yetu. Sasa naenda kukuambia miiko ya ufagio. Ufagio kama unavyojua, kitu cha kwanza katika sheria na miiko ya ufagio, ufagio hutakiwi kufagilia jua likiwa limezama au giza likiwa limeingia. Hutakiwi kufanya usafi kwenye nyumba yako na kutoa uchafu nje. Unatakiwa, kama ni kuna umuhimu sana wa kufanya usafi, basi usafi huo ufanye na kuweka pembeni, alafu kesho asubuhi unaweza ukautoa nje. Ukifagia usiku utaondoa baraka katika nyumba yako, ambazo baraka hizo zimeanza kuingia toka asubuhi, mchana na jioni, zimejaa tele. Kwa hivyo ukifagia usiku utazitoa baraka zote na kuzikimbiza mbali. Wewe utabakia mikono mitupu, utakuwa huna bahati tena na baraka. Kanuni nyingine na mwiko mwingine wa mfagio katika kanuni za kiasili na kiroho kabisa, mwiko hutakiwi kumchapia mtoto. Ni mwiko mfagio kumchapia mtoto, yaani fagio hili mtoto kakuuzi, mtoto mmegombana, lakini hutakiwi kuchukua ufagio ukamchapa mtoto. Ni mwiko kabisa, kwa sababu utamsababishia matatizo kwenye maisha yake. Mtoto atakuwa hasikii, atakuwa kilaza, na mtoto huyo atakuwa ni mtu wa ajabu ajabu, atakuwa na mambo mengine, sio msikivu wala ni mtu wa ajabu ajabu kabisa. Kwa hivyo kanuni hii na imani hii ya mfagio, hutakiwi kabisa kumpigia mtoto au kumchapia kama fimbo. Usitumie fagio kama fimbo kumchapia mtoto wako. Sheria nyingine na kanuni ya mwiko wa ufagio, yaani miiko ya ufagio. Unatakiwa, kama unataka kufanya usafi chini ya kiti, basi unatakiwa usogeze kiti kwanza ndipo ufanye usafi. Hutakiwi kufagia chini ya kiti, kikiwa chini kuna kiti afu una uchafu chini, wewe unautoa. Unatakiwa ukisogeze kwanza kiti afu ndipo ufanye usafi. Na kanuni nyingine ya mwiko wa mfagio, mtu kakaa, wewe unaenda kufagia, unamsogeza miguu, yaani sheria hairuhusu kabisa, kwa sababu yule mtu ukifanya hivyo, kama ni mwanamke basi hataolewa tena, kwa sababu tayari umeshamuondolea baraka zake zote na umetoa kivuli. Ni sawasawa na unafagia na kivuli chake. Kwa hiyo unaondoa bahati na mvuto na kila kitu, unamuondolea kila kitu, anabakia mwepesi kiroho, hana chochote. Kwa hivyo mwiko ya mfagio ndio iko hivyo, na kadhalika na kadhalika. Miko iko mingi sana ya mfagio. Kwa hiyo fagio lina kanuni na sheria zake. Na fagio bwana, sheria nyingine ya fagio na mwiko wa ufagio, hutakiwi kuusimamisha ukiwa umeelekea juu. Unatakiwa ukiwa umemaliza kufanya usafi, fagio unatakiwa kichwa cha fagio kiende chini, mti wake uende juu. Kwa hiyo hutakiwi kabisa kupeleka fagio liangalie juu afu mti wake uko chini. Utakuwa unahatarisha maisha ya kiroho na
Ufagio huo huo unaweza ukatumiwa kichawi na wachawi, lakini fagio pia lina mwiko mwingine ambao una nguvu kiroho. Ukiweka fagio karibu na unapolala litakuongezea ulinzi dhidi watu wabaya wa usiku, hawataweza kukufanyia chochote. Yaani wewe umelala, kitanda chako kiko hapa, simamisha fagio hapa kwa ajili ya kujikinga na ubaya mwingine. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, miiko ya fagio ipo mingi sana, lakini nimekuletea baadhi ya miko ya ufagio, namna ya kufuata kanuni na sheria za ufagio. Kwa hivyo unatakiwa usivunje miiko hii ili usijiletee matatizo na mabalaa katika mji wako na katika mazingira mengine. Na katika faida nyingine ambayo nilisahau kabisa kukuambia, faida nyingine, yani wewe mtu kaja kwako na hupendi kabisa huyo mtu aje nyumbani kwako tena, basi anapoondoka chukua fagio. Fagio unamsindikiza kwao, hataweza kurudi tena nyumbani kwako yule mtu ambaye humpendi kabisa aje nyumbani kwako, kama ni adui au kama ni mtu ambaye hutaki aje nyumbani kwako. Haya ni mambo ya kiroho na miiko yake. Nimeweza kukufafanulia kabisa miiko ya ufagio, na ukifuatisha vizuri basi itakuletea faida na hautapata madhara makubwa kiroho kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary, mtafiti wa miti na mambo yote ya kimila na desturi na matambiko na tiba, na kukaribisha sana sana ofisini kwetu popote ulipo, uje kupata tiba, uje kupata ushauri. Na pia kama wewe ni mgeni na umefuatilia hii chaneli, ninakuomba subscribe, share kwa wengine nao wakajifunze elimu hii ambayo nimekupa nzuri kabisa ya miiko ya ufagio. Kama kawaida, tutakutana katika kipindi kijacho, na kuomba ubonyeze alama kujumlisha 255 787 23 20 81. Utatupata kawaida na tutaweza kukuhudumia na kukufanyia tiba kabisa popote ulipo. Tutaonana katika darasa lingine. Mpendwa mtazamaji wangu, naomba ufuatilie chaneli hii ili uweze kupata mambo mazuri mazuri kila siku.